Mwenyezi Mungu niko sawa sawa. Sawa. Semaji, nimeona wachezaji namna ambavyo wanafanya mazoezi, tuambie hali ya kikosi ikoje kuelekea katika mchezo wenu wa kesho? Tuko hapa leo katika uwanja wa Jamhuri kufanya mazoezi yetu ya mwisho kuelekea mchezo wetu wa kesho dhidi ya Dodoma Jiji Football Club. Hali ya wachezaji iko vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mara baada ya mchezo wetu dhidi ya Tanzania Prison hakuna mchezaji yoyote ambaye alipata changamoto yoyote ya kiafya. Hii ni kusema kwamba lile jeshi ambalo lilicheza mchezo dhidi ya Tanzania Prison liko kamili kwa 100%, wakijumlisha na wale wengine ambao hawakupata nafasi ya kucheza mchezo ule, na wenyewe wako kamili kuelekea katika mchezo huu. Hii ni kusema ya kwamba tuko tayari na jeshi letu lote liko bambam kwa 100% kwenda kuwavaa Dodoma Jiji. Na jambo jema ni kwamba wachezaji wetu ambao walikuwa wana adhabu ya kukosa mechi 5 wamemaliza adhabu hiyo, kwa maana ya Alassane Maodo Kante pamoja na Jonathan Soa. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa wako huru na wako tayari kuitumikia Simba Sports Club. Lakini tunatoa rai kwa wachezaji hao pamoja na wachezaji wengine wa Simba Sports kucheza mchezo wa kiungwana. Tuko vizuri? Tuanze. Tunaanza upi manake? Tuendelee tu pale pale. Sawa. Semaji, tumeona tambo za upande wa pili kwa upande wa Dodoma Jiji wakizungumzia ile nani wito. Basi tuanze kwa wachezaji kucheza kwa wachezaji. Sawa. Kwa hiyo wamemaliza adhabu yao Soa pamoja na Kante, lakini tunatoa rai kwa wachezaji wengine wa Simba Sports Club kuepuka kufanya makosa ya utovu wa nidhamu wanapokuwa kiwanjani, ili kuepuka adhabu kama hizo. Kama unashuhudia kukosa mechi 5 ni mechi ngumu, unaigharimu klabu, lakini unajipoteza na wewe mwenyewe vile vile. Lakini kwa sasa tunakoelekea ni kugumu zaidi. Tunakwenda kwenye mechi ngumu, tunakwenda kwenye round ya pili na karibia kuanza, ndio kipindi cha maamuzi sasa, wa ubingwa wa kushuka daraja ashuke. Kwa hiyo tusingependa kwa namna yoyote ile tukampoteza mchezaji yoyote ile kwa makosa ambayo yatapelekea yeye kuadhibiwa kwa kufungiwa idadi kubwa ya mechi 5. Sawa. Ukubwa wa mchezo, lakini pia umuhimu wa mchezo huo. Semaji, morali ya wachezaji koje, wanazungumza nini? Lakini pia kuna pressure yote mnakwenda nayo katika mchezo huo? Pressure ni kubwa sana. Pressure ipo kama 80% hivi. Pressure kutokana na aina ya mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye, na sisi lazima tuwe wa kweli. Sio kila muda utavimba na kutamba. Lazima tuwe wa kweli kwa kuzungumza na nafsi zetu ya kwamba tunakwenda kukutana na mpinzani mgumu kwa kweli. Dodoma Jiji hajawahi kuwa mpinzani mwepesi kwetu. Dodoma Jiji haijawahi kuwa mechi nyepesi kwetu. Dodoma Jiji mara zote hata anapokuwa anasuasua bado huwa anatupa mechi ngumu kweli kweli. Seuze hivi sasa ambapo tayari amejipata, ana timu nzuri, ana mwalimu mzuri mwenye uzoefu mkubwa, Amani Josia, ana kikosi bora. Kusema kweli niseme tu itakuwa ni mechi ngumu kweli kweli, na tunaingia kwa tahadhari kubwa, kwa pressure kubwa na kwa umakini wa hali ya juu. Tunapaswa kuzingatia kila kitu ambacho benchi la ufundi litatuelekeza sisi wachezaji cha kwenda kufanya, vinginevyo mambo yanaweza yakawa magumu. Kwa hiyo ni mechi ngumu, ni mpinzani bora, ni mpinzani mshindani, ni mpinzani mgumu, lakini sisi malengo yetu ni kwenda kupata ushindi katika mchezo huu. Pamoja na ugumu wote katika mchezo huo, pamoja na kila kitu, lakini sisi tutakwenda kutoa kila tulichokuwa nacho, twende tukapate matokeo mazuri. Ukiangalia katika mchezo dhidi ya Tanzania Prison, kuna wakati mwalimu baada ya kujihakikishia ushindi akaanza maandalizi ya mchezo huu. Uone ni kwa namna gani mechi hii kwetu iko serious kweli kweli. Akaanza maandalizi ya mchezo huu kwa kuwapumzisha baadhi ya wachezaji makusudi kale, ili waanze maandalizi ya kujiandaa dhidi ya Dodoma Jiji. Sasa kuna namna kauli za msemaji wao zimewafanya muingio baridi, kwa sababu amesema ukitazama Simba na Dodoma Jiji mmewazidi tu ukongwe kwenye ligi kuu. Sijamsikia kwa kweli. Anasema yani nyinyi ni level moja, tofauti ni ukongwe tu, nyinyi mmeanza muda kwenye hii ligi.
Yes, kuanza muda ndio kitu pekee ambacho tunaweza tukajivunia nacho, na sio kila mtu anaanza muda. Wapo wengi waliokuwepo huko muda wakashindwa ku maintain. Hapa Dodoma kulikuwa kuna CDA Dodoma, kulikuwa kuna polisi Dodoma, kuna timu nyingi na zote zimekata moto wakazaliwa wao. Kwa hiyo sisi bado tunabaki kuwa na heshima yetu, tunabaki kuwa na ukubwa wetu, lakini ukubwa pekee hauwezi kutupa matokeo mazuri. Ukubwa hauwezi kutupa ushindi. Kinachotupa ushindi ni mpira mzuri, ni kupata magoli, ni kuwa na uhakika wa kucheza mchezo wa kiushindani. Kwa hiyo pengine yeye akithaminisha ubora wa Dodoma Jiji anaulinganisha na ubora wa Simba Sports Club. Sasa hapo unamwacha bila kumpinga, ila unakwenda kuonesha tofauti ya wao na nyinyi katika uwanja dakika 90 za kesho. Mimi naamini mchezo kesho utakwenda kumuonesha tofauti ya Simba na yeye, Simba na timu nyingine. Lakini pia amedai kwamba kwenye safu ya ushambuliaji ya Simba hakuna mchezaji ambaye anaweza kuja kuanza Dodoma Jiji. Aha. Kasema. Na Edgar akija yeye ni first 11 ya Simba. Okay. Kwamba washambuliaji waliopo Simba wakienda Dodoma Jiji hawapati nafasi. Okay. Na mshambuliaji wa Dodoma Jiji akija Simba anaanza. Of course Edgar Williams ni mshambuliaji mzuri sana, na sisi tunamwombea aendelee kufunga. Tunamfuatilia anavyofunga. Mwisho wa msimu lolote linaweza likatukia kwa sababu ndoto ya Edgar haiwezi kuwa kucheza Dodoma Jiji. Dodoma Jiji ni kanjia tu kufika kufika kwenye malisho makubwa, na sisi tunamwombea aendelee kufunga. Tunamfuatilia, tunafanya monitoring ya kutosha tangu yuko Mbeya Kwanza, yuko Tabora, tunaangalia mwenendo wake na kweli anafanya vizuri, na hapa yuko Dodoma Jiji anafanya vizuri. Mwisho wa msimu kama atakuwa amefanya vizuri zaidi lolote linaweza kutokea. Yanazungumzika. Msemaji, kuna namna kauli zake msemaji wa Dodoma Jiji zinaweza zikamponza. Zinaweza zikamsaidia vile. Najua pengine mpaka alozungumza ameshajiridhisha ya kwamba anao timu ya kushindana na Simba. Kwa hiyo huwezi kuanza kupinga kauli yake moja na vitu kama hivyo. Kitu pekee ambacho kinaweza kikamsilent ni dakika 90 za kesho, ama zinaweza zikampa ujasiri wa kuongea zaidi. Kwa hiyo mimi naamini wakina Selemani Mwalimu, wakina Chama, wakina Anicet Oura kesho atakwenda kutuvisha nguo dhidi ya kauli ambazo zimekuwa zikitolewa dhidi yetu Simba Sports Club. Na inasemekana kwamba kuna baadhi ya maneno nimeyasikia mtandaoni yanasema kwamba kuelekea katika mchezo huo wa kesho kuna baadhi ya wachezaji wameambiwa wavunje makusudi wachezaji wa Simba kuelekea katika ile mechi ambayo inasubiriwa. Semaji, taarifa hizo umezisikia, lakini pia nini tahadhari kwenu nyinyi mnayochukua? Nimesikia hiyo taarifa ya baadhi ya wachezaji wakipewa kazi maalum ya kuwaumiza wachezaji wa Simba Sports Club kwa sababu tu wasiweze kushiriki mchezo unaofuata baada ya hilo. Siamini kama ni kweli, lakini lisemwalo lipo. Mimi kwanza nizungumze na wachezaji wenyewe. Mlinzi wa kwanza wa mchezaji ni mchezaji mwenzie. Ukimuumiza mwenzio unakuwa umekatisha ndoto yake. Sasa mtoe yeye, jiweke wewe. Ukiumizwa utakuwa katika hali gani, na ukiumizwa wangapi wataathirika kwa kuumizwa kwako? Na bora Simba Sports Club mchezaji anaweza akaumia akaendelea kukaa nje, tukaendelea kumhudumia na tukamtibu katika hospitali za kisasa kubwa Morocco, Afrika Kusini, hata Ulaya tunaweza tukampeleka mchezaji akatibiwa na bado tukaendelea kumlipa mshahara wake na marupurupu kama kawaida. Jiulize wewe ambaye uko timu nyingine, ukiumizwa makusudi klabu yako inaweza ikasimama na wewe mpaka mwisho wa mkataba wako, ama watakutupa, maisha yako yanakuwa yameishi hapo. Kwa lazima mchezaji ujifikirie namna hiyo. Lakini mimi nitoe rai kama kuna mission hiyo imepangwa makusudi,
Of course haya mambo yapo kwenye mpira wa miguu. Yes. Kama kuna mission hiyo, ni waombe waamuzi wa mchezo wetu wa kesho watende haki na wasimamie sheria. Busara isitumike kabisa, itumike sheria, sababu busara ni subjective, inaweza ikazidi ama ikapungua, lakini sheria iko constant. Kwa hiyo ukimwona mchezaji ana intention ya kucheza vibaya, unajua mechi ikianza from the beginning tu unamuona mchezaji ambaye ana dhamira ya kucheza vibaya. Kwa hiyo wakiona namna hiyo, basi sheria ifanye kazi yake. Sisi tunachoomba wasimamie tu sheria, yale mambo ya kuonya ya mwisho, mtu amekosea apewe adhabu yake ili kuwalinda wachezaji, lakini vile vile tuwe na mchezo mzuri wa kuvutia. Kesho uwanja utajaa huu. Sasa watu wote wanaokuja hapa wanataka kuona burudani, wanataka kumuona Anicet Ohura akiwa anafanya maajabu yake, wanataka kumuona Libase Gea akiwa anafanya maajabu yake, wanataka kumuona Chama akiwa anafanya mautundu yake. Sasa ukimuumiza mchezaji akatolewa, maana yake unadhulumu hadhira yote ambayo iko hapa Jamhuri na wale ambao wanatazama kupitia Azam TV. Sawa.